Ndege pekee wa angani ndio walikuwa wakiendelea kulipa uhai anga ambalo lilikuwa limetandwa na giza nene sana, nyota zikishindwa kufua dafu katika kuileta nuru kwenye anga. Lakini anga lilipoanza kutoa miale mikali inayong'ara, ndege na wao walivikumbuka viota vyao. Makundi kwa makundi walitoweka na anga likabaki katika hali ya upweke. Miale mikali pekee ndio ilikuwa uhai mdogo uliosalia kwenye anga. Lakini miale hiyo haikuishia kuleta nuru kwenye anga pekee, bali miale hiyo ilimulika katika chumba kimoja ambacho hapa alikuwa amelala mwanamke mmoja akiwa amevaa nguo za kulalia usiku, huku macho yake akiwa ni makavu sana. Taa ikiwa imezimwa kwenye chumba hicho. Ilikuwa inapata saa 9 usiku. Na bwana aliyemuoa mwanamke huyu aliyekuwa amelala peke yake hapa ndani usiku alikuwa hajarejea nyumbani. Ni mwanaume ambaye alimuoa mwanamke huyu kwa mbwembwe sana miaka kama 2 iliyopita. Nyakati za majira ya saa 9 usiku, bwana yule alikuwa bado hajaweza kurejea nyumbani, mke akiwa kwenye hali ya upweke na kuhuzunika sana. Ni kweli bwana yule alikuwa ameanza tabia za kuchelewa kurudi nyumbani, lakini siku hii alipitiliza. Hajawahi kufikisha saa 9 hajarudi nyumbani. Mwanamke huyu alikunja uso wake kwa jazba na uchungu sana. Wakati huo alikuwa akitupa mikono yake huku na kule. Akatambua kwamba alikuwa amebanwa na donge la hasira kooni mwake na hawezi kuhimili mpaka atoe kilio. Hapo akaamua kutimua mbio na kwenda kujilaza kitandani. Lakini alipofika pale alikuwa ameduaa tu chumbani kwake huku akitiririkwa na machozi. Akaamua kunyanyuka na kwenda kwenye kabati la nguo angalau achukue kitambaa na kujifuta machozi yale. Lakini alipofika pale kwenye kabati, wakati anavuta kitambaa cha nguo aweze kujifuta machozi, alishangaa kuna kitu kimeanguka pale chini, na ilikuwa ni mfano kama wa sarafu hivi. Basi mama yule aliweza kuinama pale chini na kuokota kile kitu. Hofu ilizidi kutanda sana kwa mama huyu, kwa sababu alichookota pale chini ilikuwa ni pete ya ndoa. Pete ambayo kwa mikono yake mumewe aliweza kumvisha wakati wanaamuriwa kuwa mke na mume. Pete hiyo ilitolewa kwenye kidole cha mumewe na sasa imefichwa kwenye kabati. Hapa uvumilivu kamshinda mwanamke huyo. Akakimbilia kitandani tena na kujirusha pale. Alianza kugalagala na kulia sana kwa uchungu. Lakini alijitahidi kuzuia angalau sauti yake isiweze kupenya na kufika chumba kingine, kwa sababu hakutaka mtu ambaye alikuwa kwenye chumba cha jirani aweze kufahamu ni kitu gani hasa kinamkwaza, au labda hakupenda pia kujulikana kwamba analia. Kilio alichokuwa analia mwanamke huyu kilibeba mengi sana ndani yake. Alijiuliza iwapo huu utakuwa ndio mwisho wa safari ya ndoa yake, kwa sababu mara nyingi akufukuzaye hakwambii toka. Sasa kwa nini aitupe pete hii ndani ya kabati? Ni nini hasa kimemkwaza mumewe, au kitu gani kimemsibu? Ina maana hii pete ni nzito kiasi gani, kiasi kwamba ashindwe kuivaa kwenye kidole chake? Na mbona hakunijulisha chochote ya kwamba labda ana tatizo kwenye kidole chake, hivyo anashindwa kuivaa pete hii? Lakini kwa nini anachelewa kurejea nyumbani siku hizi? Tena leo amepitiliza sana. Yapata saa 10 sasa, bado hajafika mpaka muda huu. Mwanamke huyu alijiuliza maswali mengi sana, lakini yote hayakupata majibu kabisa. Mawazo tu kichwani mwake yaliendelea kumzonga, asijui afanye nini. Hakufahamu chochote maskini cha kufanya. Lakini wakati yuko pale chumbani kwake huku akiwa kwenye wimbi zito sana la mawazo, basi akiwa pale aliweza kusikia kuna mtu kama anatembea kwenye korido. Na kisha akafika mpaka kwenye mlango wa chumba na kugonga. Mlango ulipogongwa kwa mara zaidi ya 2, ndipo akili zilimkaa sawa, kwa sababu muda wote alikuwa hasikii kabisa. Basi aliweza kufuta machozi yake vizuri kwa kutumia shuka, na kisha akaongoza moja kwa moja mlangoni na kwenda kufungua mlango. Bila kuuliza chochote, alijua kabisa lazima huyu atakuwa ni mume wake. Mwanamke huyu alitazama kwenye kidole cha mume wake baada ya kukutana naye pale mlangoni. Alijitoa ufahamu, akafikiria kwamba labda amefananisha tu, pengine angeweza kuiona pete kwenye kidole cha mumewe. Lakini hapana, hakuona kitu. Maana yake pete aliyoiona kwenye kabati ni sahihi kabisa. Ni pete ya ndoa ya mume wake ambayo ameamua kuivua na kuisindika kwenye kabati pale.
hataki kutembea na ushahidi kwamba ameoa. Shida sana hii. Basi mwanaume huyu aliyofika pale ndani akaanza kumuita mke wake kwa fujo sana. "We Felista, hebu njoo hapa." Mumewe aliita kwa nguvu sana. Halafu harufu ya pombe ikiendelea kusambaa mle ndani. Alikuwa amelewa sana. Felista aliweza kushangaa sana. Kwa nini mume wake anamuita hivi? Yaani anamuita kwa jina lake. Alishangaa sana. Mara nyingi amezoea kumuita maneno mazuri ya mahaba. Mpenzi, darling, baby, dawa yangu, nyonga mkalia ini, mpaka Feligisi na kila kitu chake. Lakini leo hii anamuita Felista, tena sio Felista tu, wewe Felista. Mungu wangu. Felista alishangaa sana. Ni kama vile mume wake alikuwa anaita kambwa fulani hivi kadogo, au labda anamuita mtu ambaye ana ugomvi mzito sana kati yao. Basi baada ya mwanaume huyu kuita kwa nguvu, Felista hakuweza kuitika. Lakini bwana yule hakujali. Aliweza kupiga hatua zake taratibu kuingia ndani. Hakika alikuwa amelewa sana. Na alikuwa anakosa hata balance ya kutembea vizuri. Kama isingekuwa kabati pale ndani, basi angeweza kupiga mweleka na kuanguka chini. Lakini alipepesuka na kuyumba na kisha akaegemea kwenye kabati. Sasa akiwa pale ameegemea kwenye kabati, bwana yule ambaye kwa mara ya kwanza alikuwa amerudi nyumbani akiwa amelewa. Siku zote alikuwa anachelewa kurudi nyumbani, lakini alikuwa anarudi akiwa mzima. Leo imekuwa ni tofauti kidogo. Kwanza amechelewa sana kurudi nyumbani. Hii si hali ya kawaida. Lakini cha pili ameongeza, amerudi akiwa amelewa sana. Aliendelea kutema maneno ya hovyo sana akiwa ameegemea kabati. Maneno ambayo hata angekuwa maraya wa aina gani, akiambiwa hivyo basi anaweza kumkera. Lakini huyu ni mke wake. Wala sio hawala, sio malaya ambaye amemwokota huko bana kumleta ndani. Huyu ni mke wake kabisa, halali wa ndoa. Alimtukana sana na maneno mabaya. Alitupa kashfa za kila aina kwa mwanamke huyo. Felista ni mzuri sana, lakini pia amebarikiwa tabia njema, upole, uvumilivu. Kifupi ni mwanamke ambaye anafaa kuwa mke. Lakini hapa anakutana na maneno mazito, maneno yenye kudhalilisha sana, maneno ambayo yanamvua utu wake maskini. Mume wake na Felista hakuishia hapo. Maneno yalizidi kumtoka sana. Na hapo Felista akaanza kukasirika zaidi. Mwanzoni alipouzia, lakini wakati maneno yanaendelea kumtoka, kuna neno ambalo lilimtoka huyu bwana. Hii ilikuwa ni kauli mbaya sana kwa Felista. Kauli ambayo ilisababisha Felista abadilike. Felista alibadilika, lakini pia usiku ule wote ulibadilika. Ulikuwa ni usiku wa sintofahamu. Ulikuwa ni usiku mbaya sana kwa Felista. Ulikuwa ni usiku wa kukumbukwa kwenye maisha yake yote yaliyobaki. Naweza kusema labda huu unaweza kuwa ulikuwa ni usiku mrefu zaidi kwenye maisha yake toka amepata kuja hapa duniani. Huu ulikuwa ni usiku mzito. Mimi naitwa Pasco Gwami. Uendelee kuwa na mimi wakati na kusimulia mkasa huu mzito. Urafiki wao ulianzia ufukweni mwa bahari. Felista na rafiki zake walikuwa wanasoma pamoja shule. Walikuwa wakicheza pale na mchanga kwenye ufukwe wa bahari. Walikuwa wakirushiana michanga, mara wakimbizane kidogo kwenye maji, mara wamwagiane maji. Basi ilikuwa ni siku ya furaha kati ya Felista pamoja na marafiki zake ambao wote hawa walikuwa wanasoma shule moja. Mchezo ulikuwa umeonogea sana. Lakini ghafla Felista alinyanyua kiatu na kisha akamrushia mwenzake. Lakini kwa bahati mbaya kusudio lake lilienda tofauti, kwa sababu kiatu kile kiliweza kwenda na kumpiga kijana mmoja ambaye alikuwa yuko pale ufukweni pia. Na bila kufikiria mara mbili, yule bwana ambaye alipigwa na kile kiatu ni kama vile alikuwa anasubiri majibu haya, kwa sababu alionekana akingoja muda mrefu sana jambo hili litokee. Kwa lugha nyingine naweza kusema labda ni mtu ambaye alikuwa amekaa pale anatafuta namna ya kuweza kuanza hawa mabinti. Felista moja kwa moja aliweza kunyanyuka pale na kwenda kwa yule bwana kwa ajili ya kwenda kumuomba msamaha. Lakini Felista akiwa pale ameduaa huku amejishika mdomo, akiwa hafahamu kabisa aanze na nini. Samahani, pole, bahati mbaya. Hajui chochote aanze na kitu gani. Ni kama alikuwa ameshikwa na bumbuazi baada ya kuona amempiga na kiatu huyu bwana. Yule bwana alianza kutembea taratibu kusogea kwa Felista.
na hatimaye aliweza kufika karibu kabisa. Na sasa alipopata nafasi ya kusogea karibu zaidi, huyu bwana alianza kupiga kelele sana. Alilalamika na kufoka kwa nguvu sana. Hakumpa Felista nafasi hata ya kujitetea. Felista alikuwa anatetemeka tu pale. Bwana yule alionekana kabisa ana nia ya kumbamiza makofi Felista. Sasa wakiwa pale, huku huyu bwana akiwa anaendelea kupiga kelele na kutukana sana kwa ajili ya kupigwa na kiatu, Felista aliweza kumuona mtu mwingine pembeni. Huyu alikuwa naye ni mwanaume. Alikuwa anatembea taratibu na kusogea maeneo yale ambako wote walikuwa wamesimama. Basi bwana huyu alipofika pale akaanza kusema, Frankie, hebu acha hasira bwana. Acha hasira kaka. Halafu huyu ni mtoto wa kike. Hebu acha hayo mambo. Yule bwana aliyesogea pale alimlalamikia sana Frankie, ambaye hawa inaonekana walikuwa ni marafiki. Basi akaendelea kumsihi na kumwambia kwamba ajifanye kama hakijatokea kitu, kwa sababu hawa ni wanawake. Hebu awaache. Basi bwana yule akamwambia Felista pamoja na wenzake waweze kuondoka pale na kwenda kucheza mbali kabisa huo mchezo wao wa kurushiana viatu. Basi Felista pamoja na rafiki zake hawakuwa na jinsi. Waliweza kunyanyuka na kuangalia sehemu nyingine ambayo wanaweza kwenda kwa ajili ya kufanya michezo yao hiyo. Lakini sasa wakati wanaondoka pale, Felista aliweza kugeuka na kumsogelea yule kijana ambaye aliwasuluhisha. Akaweza kumuomba msamaha na kumshukuru pia kwa kitu ambacho amekifanya cha kuwasuluhisha. Wakati anamuomba msamaha, kijana yule alinyosha mkono kwa njia ya kwamba amepokea msamaha wake na anamshukuru pia. Felista alipeana mkono na yule bwana, lakini aligundua kwamba kuna kitu kidogo kama kimeambatanishwa kwenye mkono yule jamaa. Felista hakuwa na shida. Aliweza kufumba vizuri mkono wake. Hakujua ni kitu gani, lakini akaondoka tu na marafiki zake. Akajua akifika huko mbele atakwenda kufungua na kisha ataweza kuchungulia ni nini hasa yule bwana amempa. Alipofika mbele kidogo aliweza kufungua mkono wake. Hii ni baada ya kusogea hatua kadhaa kutoka pale walipokuwepo wale majamaa. Alipofungua mkono wake alikuta ni kadi ya biashara, ambayo kadi hii ilikuwa na namba za simu. Lakini si namba za simu peke yake. Kama unavyofahamu, mara nyingi kadi za biashara au business card zinakuwa na anwani pamoja na eneo ambalo ofisi inapatikana, cheo cha mtu ambaye jina lake limewekwa pale pamoja na namba yake ya simu. Kwa hiyo ilikuwa ni kadi ya mawasiliano ambayo ina kila kitu juu yake. Sasa kwa bahati nzuri ofisi zake huyu jamaa zilikuwa zinahusiana sana na masuala ambayo Felista ndo alikuwa anasomea. Hivyo Felista hakusita kumtafuta huyu bwana kwa sababu alihitaji kuuliza kama anaweza kupata nafasi angalau ya kufanya field au mazoezi kwa vitendo katika ofisi hizo. Na huo ukawa ni mwanzo mzuri wa mazoea yao. Kisha urafiki wao ukaanza kukua. Na baadaye Felista alipomaliza chuo waliweza kuwa wachumba rasmi. Huyu bwana alikuwa anaitwa Gervasi. Felista alimpenda sana Gervasi. Na hivyo pia Gervasi alimpenda sana Felista. Mara zote walikuwa wakiambizana maneno mazuri. Na kupenda sana kipenzi. Na kupenda la azizi. Hayo maneno yalikuwa yanadumu sana kwenye masikio yao. Na ni maneno ambayo yalikuwa yanatoka sana kwenye midomo yao. Na maneno haya yalidumu kwa muda mrefu sana. Mpaka siku ambayo ilifika wakafunga ndoa. Ndoa yao iliweza kubarikiwa na pande zote mbili. Wazazi wa Gervasi waliweza kuridhia na kubariki ndoa hiyo. Halikadhalika na wazazi wa Felista na wote waliweza kuridhia vizuri tu. Kwa hiyo ilikuwa ni ndoa ambayo haina pingamizi lolote baina ya pande zote mbili. Kila mmoja akiwa amemweleza mwenzake vizuri juu ya kila kitu cha maisha yake, siri zake, historia yake ya nyuma na kila kitu ambacho amepitia kwenye maisha yake. Kwa sababu walipendana sana. Hivyo hakuna aliyeweza kumficha mwenzake chochote. Basi baada ya pale maisha ya ndoa yaliweza kuanza rasmi. Mwanzoni maisha yalianza vizuri. Upande wa mawifi walimpenda sana. Na hata mashemegi walimpenda sana Felista. Na yeye alijitahidi sana kuwapenda ndugu wa mume wake. Hakuwabagua wala hakuwachukia kama walivyo maiti wengine wa sasa. Anampenda mume wake tu. Ndugu wa mume wake anakuwa anawachukia. Felista alikuwa na upendo sana kwa watu wote. Miaka ilizidi kusogea na hatimaye ikapita miaka miwili. Sasa baada ya hapo upendo kidogo kaanza kupooza kwa mbali. Na huo ulipooza kwa sababu Felista alikuwa hajaongeza chochote mule ndani kwenye ukoo wa Gervasi. Maana yake miaka yote miwili hakubahatika kupata mtoto. Gervasi aliweza kumwahidi mke wake kwamba atamvumilia kwa hali yoyote ile.
hataweza kumwacha. Kwa kweli neno hilo liliweza kumpa faraja sana Felista. Akajipa imani ya kwamba kuna siku atapata, na alifurahi sana kuona amepata mwanaume mwenye upendo. Wanaume wanakuwa ni wakaidi sana inapokuja swala la mtoto, na mara nyingi wanaume wengi unakuta wanatupa lawama kwa wanawake bila kutambua kwamba pengine hata wao wanaweza kuwa ni chanzo cha tatizo hilo. Si mama peke yake anaweza kuwa anasababisha mtoto asipatikane ndani. Pengine kweli ni mama ana matatizo ya uzazi, lakini hata mwanaume pia inawezekana akawa na yeye na matatizo ya uzazi. Felista alifurahi sana kuona amepata mwanaume ambaye anajitambua, mwanaume ambaye hapeleki kwa mihemko ya watu wengine. Lakini mambo yakaanza kuwa tofauti. Ilipopita mwaka mwingine, yani mwaka wa 3 ulipoingia, bwana mkubwa Gervas akaanza kubadilika taratibu mle ndani. Mume wake akaanza kuwasikiliza dada zake, yani mawifi wa Felista. Kuna maneno fulani hivi alikuwa anaambiwa, basi akaanza kumtia kiburi. Gervas akaanza kubadilika. Felista hakuwa anafahamu chochote, lakini aliamini kwamba maneno hayo ndiyo chanzo cha kila kitu, na maneno ambayo alikuwa anaambiwa na ndugu zake ndiyo chanzo cha kumfanya Gervas abadilike. Alijaribu kujipa imani ili aweze kuwa kinara kwenye nyumba yake, asiweze kuteteleka kirahisi. Felista alijaribu dawa nyingi sana za kumsaidia ili aweze kupata mtoto, lakini mambo yalikuwa ni magumu sana kwa upande wake. Gervas pamoja na ndugu zake walikuwa ni kitu kimoja. Ilifika wakati Felista alitamani sasa kuikimbia nyumba yake, lakini asingeweza kurudi nyumbani bila kupewa talaka. Akatamani kuiomba talaka yake, lakini mume wake hakuwahi kumwambia kuhusu swala la talaka. Pamoja na kupiga kelele na kuonekana kukasirika sana ndani ya nyumba, hakuwahi kutaja neno talaka. Basi hilo likawa ni tatizo, na hapo kawa ni mwanzo wa Felista kuteseka na kuishi maisha ya utumwa kwenye nyumba yake. Felista aliumia sana moyoni mwake, hasa pale ambapo alikuwa akimwambia mume wake kwamba waende kujaribu kucheki na afya ya mume wake pia. Alipokuwa akitamka maneno hayo, mume wake alikuwa analipuka hasira. Hakutaka kabisa kusikiliza maneno hayo. Zaidi aliishia kumtukana sana na kumsema sana maskini. Gervas hakuwahi kufikiria kabisa kwamba labda kuna uwezekano na yeye ni chanzo cha tatizo. Pengine tatizo lile halipo kwa mke wake, lipo kwake. Hilo hakuwaza kabisa. Felista aliishi maisha ya upweke sana, maisha ya kuteseka. Kadri siku zilivyokuwa zinakwenda mbele, ugeni wa mawifi zake ukawa haupatikani nyumbani. Mawifi wakaanza kuwa hawasogei kabisa kwa Felista. Na hata inapotokea mawifi wanafika pale nyumbani, basi wanapofika pale wanaingia wenyewe jikoni, wanapika chakula chao, wanakula. Hawataki chakula cha Felista ambaye alikuwa ndiye mama mwenye nyumba pale. Yani wanajipikia wenyewe. Na mbaya zaidi, hata Felista anapojaribu kuwasalimia ni kama analazimisha tu. Hawakuhitaji kuitikia salamu ya Felista. Kwa kifupi, walimchukia wote. Felista alipomuuliza mume wake kuhusu hali hiyo, akajibiwa kwamba ajitahidi kuwazoea mawifi zake. Hilo lilikuwa jibu pekee ambalo alitoa Gervas. Tena aliongea hivyo katika namna ya kipuuzi sana. Aliongea katika njia ambayo imejaa dharau. Felista aliishia kutoa machozi tu. Mawifi wote waliopita pale walikuwa ni mcharuko na walikuwa ni wasumbufu sana. Lakini kuna wifi mmoja ambaye alikuwa anaitwa Sara. Huyu alikuwa ni wifi wa aina yake, kwa sababu Sara aliweza kuonyesha ushirikiano wa hali ya juu sana kwa Felista. Alishirikiana naye kwenye kila kitu. Alimsaidia kazi za ndani, na kuna wakati walikuwa wanapika wote jikoni. Sara alimpa sana moyo Felista kwamba hali anayopitia ni mitihani tu ya dunia, na kuna uwezekano ipo siku Mungu ataweza kufanya maajabu yake na mambo yatakuwa vizuri tu. Na kila walipokuwa wanakuja mawifi wengine wale wakorofi, Sara alikuwa akijiondokea pale nyumbani kabla hata hawajafika. Alikuwa hataki kabisa mawifi hawa wakorofi wafike pale wamkute. Sasa hili jambo lilikuwa likimshangaza sana Felista. Lakini moyoni akaamini kwamba labda Sara hapendi vurugu na ndugu zake, na akajipa matumaini pia, akiamini kwamba amepata shujaa wa kweli. Amempata wifi mwenye roho nzuri wa kumpigania,
akaamini kabisa Sara anawachukia sana ndugu zake na hapendi tabia ambayo anaifanya pale ndani. Pamoja na kwamba Sara alikuwa haishi pale ndani, lakini alikuwa akimpigia simu mara kwa mara na kumjulia hali Felista. Felista alikuwa anamueleza kila kitu ambacho kinaendelea pale ndani. Alikuwa akimwomba sana Sara na kumwambia aongee na kaka yake, yani Gervasi, ili aweze kuwa kama zamani. Mawifi hawa wawili walikuwa wakiongea vizuri sana na kukubaliana, na Sara alikuwa akimwahidi Felista kwamba ataweza kuongea na kaka yake na mambo yatakuwa vizuri tu. Gervasi atabadilika. Basi maisha yaliendelea. Na sasa siku iliyofuata Felista alipokea ujumbe. Huu ujumbe ulikuwa unatoka kwa wifi yake Sara. Sara aliweza kumwandikia Felista kwamba mambo yanaenda vizuri na akamjulisha kwamba ameweza kukaa na kaka yake wakaongea kwa kirefu sana. Kaka ameonyesha kuelewa. Kwa hiyo alikuwa anamjuza kwamba Felista asiwe na wasiwasi. Gervasi atabadilika tu. Baada ya pale ilipita kama wiki moja. Kwa kiasi furaha iliweza kurejea pale ndani. Felista akakiri kwamba kweli Sara ndio wifi wa ukweli. Sara ndio wifi yake wa nguvu. Hawa wengine wote ni wakorofi. Muda ulizidi kusogea, siku zilizidi kwenda mbele, na tabia mume wake ikarudi kuwa vile vile. Yaani ni kama ilibadilika kwa muda mchache tu. Mawifi wakorofi walikuwa wakifika pale, Sara anajiondokea zake. Felista anabaki pale ndani akiwa anapokea manyanyaso. Maisha hayo yaliendelea kwa muda mrefu. Hatimaye ilipita miezi kadhaa. Sasa baada ya ile miezi kupita, Sara aliweza kushika ujauzito. Lakini hakumficha Felista. Alimweleza ukweli kabisa juu ya jambo hilo la ujauzito. Felista aliweza kumpongeza sana Sara, huku moyoni mwake akiwa anaumia sana kwa sababu alitamani ile mimba ingekuwa ni ya kwake. Hakuwa na jinsi. Angefanya nini sasa? Haukupita muda mrefu sana baada ya Sara kumwambia Felista kwamba amepata ujauzito. Sara naye akaanza ukorofi. Kwanza akawa ni mvivu sana. Muda mwingi anakuwa ni mtu wa kulala tu. Na mara nyingi anakuwa ni mtu wa gubu sana. Kutukana na kuongea ikawa ndio tabia yake sasa. Basi mara zote Felista alikuwa anaambulia matusi mengi sana kutoka kwa Sara. Alikuwa anatukana sana. Na Sara alikuwa akimtumikisha sana Felista. Mara amtume hiki, mara muagize dukani, mara amuombe ampikie chakula fulani na vitu vingine vingi sana. Felista siku moja kaishia kusema moyoni mwake, yaani mimba bwana, mimba ina mambo mengi sana. Aliongea hivyo Felista huku akiwa anatabasamu, akiamini kwamba mimba ndio inamfanya Sara afanye haya anayoyafanya. Kwa sababu wifi yake huyu alikuwa ni mkarimu sana. Amebadilika baada tu ya kubeba mimba. Hakutaka kumkera sana wifi yake. Na kila kitu ambacho Sara alikuwa anataka, Felista alikuwa anafanya kwa sababu hakupenda kumkera. Na sasa Felista akawa anapata usumbufu wa huku na huku. Kwanza ni usumbufu wa mimba ambao umetokea ghafla. Lakini kingine ni usumbufu mume wake ambao huu usumbufu amekuwa nao muda mrefu. Na sasa kitu kingine ni kwamba mume wake alipitiliza zaidi. Na mwishowe akawa akifika nyumbani analala sebleni. Wakati mwingine akiingia chumbani kulala, basi anakuwa hataki kabisa kuguswa na mke wake. Felista alilia sana kwa kitendo hichi. Lakini ndio tayari alikuwa na tatizo. Hakujua afanye nini. Mshauri mkuu wa Felista alikuwa ni wifi yake, lakini huyo naye mimba ilikuwa inamfanya awe kichaa. Sara baada ya kubeba mimba akabadilika na kuwa mtukutu kabisa. Alikuwa ni msumbufu sana. Hivyo maisha ya Felista yakawa yamejawa usumbufu. Mchana ni usumbufu wa mimba ya wifi yake, lakini usiku ni usumbufu wa mume wake. Hapa sasa Felista alikonda sana. Alidhoofika, akanyauka. Unaweza kusema ni kibibi cha miaka zaidi ya 80. Kumbe ni mdada tu maskini. Wazazi wa Felista pamoja na ndugu zake wote walikuwa mkoa tofauti na ule mkoa ambao alikuwa anaishi na mume wake. Kwa hiyo Felista alikuwa hana pa kukimbilia. Alikuwa hana sehemu ambayo anaweza kukimbia fasta na kwenda kuomba ushauri, au labda kwenda hata kulia kidogo kwa muda na kupunguza majonzi na hasira. Kila anapojaribu kuitafuta furaha, anaishia tu kupata huzuni na kulia sana. Siku moja Felista alikwenda saluni kwa ajili ya kutengeneza nywele zake. Angalau huko aliweza kidogo kuiburudisha akili yake.
Alipofika pale akasikia maneno ya wanawake wenzake wakipiga vijembe vya hapa na pale. Basi kidogo aliweza kusahau mazila ya pale nyumbani. Lakini baada ya kumaliza kutengeneza nywele na kurejea nyumbani, tayari alijikuta anaikaribisha huzuni yenye majonzi ndani yake. Alijikuta anaingia kwenye huzuni nzito, hana pa kukepea. Wifi kichefuchefu, mume naye ndio balaa, kimeo aliyeshindikana. Basi Felista alivyokuwa pale nyumbani kwake, akaanza kujisemea moyoni mwake, kwa kweli mpaka miezi 9 kumalizika ya huyu wifi yangu, nitakuwa nimekonda, nimemalizika. Nitabaki kama sindano Felista mimi. Huku mzigo wa ndoa nao unanielemea. Mungu wangu nisaidie. Afadhali hata ningekuwa na kazi basi. Aliendelea kusema maneno mengi sana, huku akiwa anasema ni bora hata angekuwa na kazi, angalau angeweza kupata shilingi 2-3. Kwa sababu kitu kingine ambacho kinamtia shida zaidi kwenye nyumba hii, hana hata senti moja. Hana kazi nzuri wala mbaya, yupo tu. Hili nalo ni tatizo lingine. Lakini pia mumewe alikuwa hajamruhusu kufanya kazi bado. Na hapa mume wake alikuwa anatumia kigezo cha kwamba eti haijapatikana kazi ambayo inamfaa Felista. Kila kazi ambayo ilikuwa inakuja pale, mume wake alikuwa anaikataa, akisema kwamba hii kazi ni mbaya, mke wake hastahili kufanya kazi kama hii.